Taifa Star ni fahari ya Tanzania. Nyinyi ni fahari ya taifa letu. Na mmeota ndoto kubwa sana. Ndoto hii imeotwa kwa miaka mingi tangu mashindano haya yaanzishwe. Imekuwa ni ndoto ya Watanzania. Lakini leo tunashuhudia ndoto hiyo iliyo kubwa kwa miaka yetu yote kama taifa ikitekelezwa chini ya umri wenu na kipindi chenu. La tatu, mmefanya mazoezi ya kila namna. Ukimuuliza kocha, ukauliza benchi letu la ufundi, mmefanya kila namna ya mazoezi. Kwa lugha nyingine kwamba mmetrain kwa kadiri mwezavyo. Ombi langu, kesho mfanye kila kinavyowezekana. Mcheze kama timu moja. Timu ambayo iko tayari kufa na kupona, si tu kwa ajili ya Tanzania, bali kwa ajili ya historia na kizazi kijacho. Nendeni na moyo mkuu wa ujasiri na ushujaa. Na msiache kitu. Kama kuna ufundi uliokuwa nao, kesho ndio siku ya kuonyesha kwenye uwanja wetu. Kama kuna nguvu ulikuwa unataka kuibakiza, naomba kesho iwe kufa na kupona. Hatuko tayari tena kufungwa na mashemeji zetu. Yaani Waganda sisi ni halali yetu. Lakini niwaombe sana Watanzania, na mimi nilifuatilia, ni kwamba kama kuna mpira ulitazamwa ni wajuzi wa Nigeria na Tanzania. Watanzania wote walikuwa kwenye TV. Mheshimiwa Rais Daktari Samia, Daktari Mwinyi, viongozi wetu akiwepo na waziri mkuu, mtendaji mkuu wa serikali, wote walikuwa wanaangalia vijana wao wanavyopambana kwa heshima ya taifa lao. Imani yangu ni kubwa kwamba Watanzania mmeongezea morali. Kwa hiyo kesho mtegemee ile saa 2:30 ya usiku kwa masaa ya Tanzania, ambayo ni saa 12:30 kwa hapa Rabat, Morocco. Watanzania wote watakuwa kwenye nini? Kwenye TV. Wakiwa wote kwenye TV, maana yake zile nafasi mnazoziona uwanjani za wazi zile, muamini kuna malaika waliotumwa na Mungu kuja kuwashangilia. Yaani wakati wenzenu wanapigiwa makelele yale mengine, nyewe waza tu ile nafasi ya wazi ile, kuna watu ambao si waoni kwa macho ya mwili, lakini huko wamejaa kwenye ma TV wakinishangilia ninavyopigania taifa langu. Twendeni tukafe na kupona kwa heshima ya taifa letu.